Hujambo na karibu tena. Tunaendelea na KCSE sarufi maswali na majibu. Tuko katika mtihani wa 5. Tunaambiwa swali la kwanza, tambua na utolee sababu sauti ambazo hazifai kuwa miongoni mwa zile zilizotajwa hapo chini. Umepewa hizi sauti zote na ni sauti ambazo zinapatikana katika kundi moja. Kwa hivyo nafaa kutambua ni sauti gani ambayo haifai kuwa katika hili kundi na ni kwa nini. Kwa hivyo kuna sauti cha, hiki ni kikwamizo, kipasuo kwamizo. Kwa hivyo hizo zingine zinafaa kuwa katika kundi moja. Swali la ba, bainisha mofimu katika utungo ufuatao. Bainisha mofimu. Umegundua kwamba maswali ya mofimu ni kama ni lazima yakuwe katika mtihani wa sarufi. Hakumjia, hakumjia. Ha ni ukanusho wa nafsi ya tatu umoja. Alimkujia, alimjia, hakumjia. Ku ni ukanusho wa wakati. Alimjia, hakumjia. Kwa hivyo ku inatumika kukanusha wakati uliopita. Wakati uliopita ni yambwa, mtendewa. J ni mzizi, kuna kuja, J, A. I ni kauli ya kutendea na A ni kisho. Natumai tunaelewana. Kwa kutolea mfano, taja matumizi ya kiambishi Kwa kutolea mfano, taja matumizi ya kiambishi hutumika katika nafsi ya tatu moja. Hutumika katika nafsi ya tatu moja. Kwa mfano, atamsema. Hii inarejelea nafsi ya tatu umoja. Nafsi ya pili wingi. Mnaenda wapi? Mnaenda wapi? Nafsi ya pili wingi. Matumizi mengine ni kuonyesha umbo la nomino za ngeli ya ui. Mfano, mti. Ukisema mti, ni kiambishi cha ngeli ambayo ni umoja na ti ni mzizi, i ni kiishio. Na matumizi mengine ni kuonyesha mahali ndani. Kwa mfano, mle ndani mna simba, kuonyesha mahali ndani. Na matumizi mengine ni kuonyesha unominishaji. Kwa mfano, mpishi, msomi. Unominishaji ni kule kuunda nomino kutokana na vitenzi. Kwa mfano, soma ni kitenzi. Tukitaka kupata nomino tunasema msomi. Kwa hivyo hiyo imetumika kama unominishaji. Tuende katika swali la D. Swali la D ni hili hapa au da. Eleza majukumu mawili ya sentensi zifuatazo. Panda mtini uangue matunda, matunda yameiva vizuri. Eleza majukumu mawili ya sentensi zifuatazo. Sentensi ya kwanza, panda mtini uangue matunda, ni sentensi ya agizi. Umeagizwa ufanye jambo fulani. Pili, matunda yameiva vizuri. Hiyo ni taarifa. Ni kama mtu anakuarifu, anakupa taarifa, anakupa ujumbe kwamba matunda yameiva. Swali la tunga sentensi kwa kutumia kitenzi cha silabi moja chenye maana ya kuogopa katika kauli ya kutendeka. Kuna chika, Mungu huchika wakati wote. Lazima jibu lihusishe Mungu. Tunga sentensi ukitumia kitenzi cha silabi moja chenye maana ya kuogopa katika kauli ya kutendeka. Naam. Tuko katika ukurasa wa 7. Tutaenda katika ukurasa wa 8. Ukurasa wa 8, swali la G. Linasema ainisha kielezi katika sentensi ifuatayo na ukibadilishe kuwe kielezi kiigizi. Kwa hivyo kuna kielezi ambacho ni aina nyingine ya kielezi. Unafaa ukieleze na ukibadilishe kuwe kielezi kiigizi. Mbwa alibweka kwa hasira. Kwa hasira ni kielezi cha namna au ni kielezi cha jinsi. Kwa hivyo ukikibadilisha kuwe kiigizi utasema mbwa alibweka bwe, na lazima kuwe na hii alama ya mshangao. Bila hiyo alama ya mshangao, hicho sio kiigizi. Hicho sio kielezi kiigizi. Natumai tunaelewana. Tuende katika swali la ha. Ainisha maneno yaliyopigiwa mstari. Ainisha maneno yaliyopigiwa mstari. Naam, ameleta machache. Naam ni kihisishi, machache ni kiwakilishi. Labda alikuwa anazungumzia matunda machache. Kwa hivyo kiwakilishi huchukua nafasi ya nomino katika sentensi. Nakumbuka si lazima kiwakilishi kitoke mwanzoni mwa sentensi.
Swali la I, tunga sentensi moja kwa kutumia kihisishi cha masikitiko. Tunga sentensi moja ukitumia kihisishi cha masikitiko. Laiti, maskini, lazima mwanafunzi atunge sentensi. Kwa hivyo ukija kuandika laiti, hiyo si sentensi, hilo ni neno. Utasema laiti ningalijua. Na lazima uwe na hiyo alama ya mshangao. Bila alama ya mshangao, hicho si kielezi cha masikitiko. Twende katika swali la J. Swali la J linasema yakinisha katika udogo. Kumbuka kuyakinisha ni kukubaliana na jambo fulani. Na mara nyingi huwa tunayakinisha wakati tumepewa sentensi ambayo ni kanushi. Ng'ombe yuyu huyu hajazaa ndama mkubwa. Unafaa kuyakinisha katika udogo wingi. Vigombe au vijigombe vivi hivi vimezaa vidama ama vijidama vikubwa. Uzingatie sentensi na uzingatie jibu lako. Twende katika swali la K. Tunga sentensi kudhihirisha matumizi mawili ya kibainishi. Kibainishi apostrophe katika sauti za ving'ong'o, kwa mfano ng'ombe. Kuonyesha tarakimu zilizoachwa. Kuonyesha tarakimu zilizoachwa. Kama kwa mfano ulikuwa unataka kuandika 1996, unaanza na apostrophe then unaandika 96. Natumai hiyo tunaelewa. Hiyo ni kazi ya kidato cha kwanza. M. Maneno yafuatayo yapo katika ngeli gani? Wembe ni uzi, mnyoni, awa. Lazima hii ngeli iwe ni herufi kubwa. Natumai tunaelewa. Twende katika swali la N. Tambua kiima na yambwa katika sentensi ifuatayo. Kiima na yambwa. Daktari yule alipigiwa nguo pasi na Halima. Hapa kuna kosa, inafaa kuwa ni space then Halima capital letter. Daktari ni yambwa tendewa au kitondo. Nguo ni yambwa tendwa. Pasi ni yambwa tumizi. Natumai tunaelewana hapo. Uzingatie yambwa. Na katika hii mitihani hata ambayo tumepitia tumeona kwamba swali la yambwa lipo katika kila mtihani. Twende katika swali la O. Swali la O tunaambiwa ainisha fungu la maneno lenye muundo wa kiima na kiarifa ambalo linakamilika na lisilokamilika kimaana katika sentensi ifuatayo. In short wanakuambia utofautishe kishazi huru na kishazi tegemezi. Wametumia tu maneno mengi. Mtoto huyu atapita mtihani iwapo atasoma kwa bidii. Kishazi huru ni mtoto huyu atapita mtihani. Kishazi tegemezi iwapo atasoma kwa bidii. Sentensi ni mtoto huyu atapita mtihani iwapo atasoma kwa bidii. Mtoto huyu atapita mtihani kishazi huru iwapo atasoma kwa bidii kishazi tegemezi. Andika sentensi ifuatayo katika wakati ujao hali timilifu. Sentensi katika wakati ujao hali timilifu. Msomi hakutuzwa siku hiyo. Sentensi iko katika umoja wakati uliopita na ni sentensi kanushi. Kwa hivyo wingi itakuwa ni si wingi samahani. Katika wakati ujao hali timilifu itakuwa ni msomi hatakuwa ametuzwa au msomi atakuwa hajatuzwa. Q. Pambanua au changanua sentensi ifuatayo kwa kielezo au kielelezo cha vishari. Letu lililopaliliwa limetuletea mazao mengi. Takuwekea hapo jibu, utaliona. Letu lililopaliliwa limetuletea mazao mengi. Twende katika swali la R. Hii utazingatia mwenyewe. R tunaambiwa amechanjiwa kuni ina maana ya kutendeka kwa niaba ya. Eleza maana nyingine mbili zinazobainishwa katika sentensi hii. Kwa sababu yake au kwa niaba yake, kutia alama kwenye ngozi yake au kutumia ukuni. Ina maana sentensi wamekuuliza ueleze maana mengine ya amechanjiwa. Kwa sababu hii ni katika kauli ya kutendewa au kwa niaba yake, na ingine ni kutia alama kwenye ngozi kule kuchanja. Tuko katika ukurasa wa 8. Twende ukurasa wa 9.
ukurasa wa 9, swali la S linasema tia nanga nigika na pengo ni kuwa na wivu. Lia ngoa. Maswali sijui huwa yanataniwa siku hizi. Andika sentensi ifuatayo kuzingatia maagizo. Kupanda mchongoma, kushuka ndio ngoma. Anza kwa kushuka. Kushuka mchongoma ndio ngoma, sio kupanda. Sijui kama unaelewa. Maswali ya aina hii huwa yatainiwi sana sana. But hili unaweza ukapata. Kule kutofautisha maana katika sentensi. Yes, huu ulikuwa mtihani wa 5. Katika video nyingine tutaangalia mtihani wa 6, KCSE taswira ya sarufi. Taswira ya KCSE sarufi mtihani wa 6.